na kile ambacho kimewasilishwa leo? Mimi ninasema hivi, bado hatuna majibu kama taifa ya kitu gani kilitokea Oktoba 29. Nani awajibishwe kwa majina, sio blanket. Nani awajibishwe kwa majina? Haki ya walioathirika iko wapi? Sawa, tumeitazama ripoti ya Jaji Chande hivi leo. Yako mengi ambayo yamezungumzwa na kila mtu ameyazungumza yake. Wapo ambao wameipokea ripoti kwa namna ya matokeo chanya, lakini wapo pia wameipokea ripoti kwa namna ya matokeo hasi, kwa maana kile ambacho walikitarajia sivyo ambacho kimetokea. Upande wako kama kiongozi wa ACT, je, hiki ambacho kimekuwa reported hii leo, kimekuwa presented kwa watu, ni kile ambacho ulikitarajia ama sivyo, na kama sivyo kwa nini? Sisi tulisema hatuitambui tume ya Jaji Chande na tutaipa ushirikiano na hatukuipa ushirikiano. Tuliona kwamba tume hii haitakwenda kutupa majibu ya matukio ya Oktoba 29 na yaliyofuata. Tuliona tume hii haitaweza kuwawajibisha wale wote ambao kwa matendo yao kwa kuruhusu au kwa kutokuruhusu walioleteleza vifo vya Watanzania. Mimi ninaona maswali bado yako pale pale. Hatujapata majibu. Bado tunahitaji tume huru ya uchunguzi itakao tupa majibu ya kilichotokea Oktoba 29, itakao tupa watu kwa majina waliopanga, watu wawajibishwe kwa kutotimiza wajibu wao. Tunataka haki kwa wote waliopoteza maisha, walioumia wakati wa matukio ya Oktoba 29 na yaliyofuatia. Na tunataka uwazi. Hatutegemei kuwaambia wananchi kwamba yale matukio yalipangwa, yaliratibiwa, lakini tunashindwa kutaja nani alikuwa nyuma ya kupanga, nani alikuwa nyuma ya kuratibu. Ndicho Watanzania wanachotaka kusikia. Tunaamini tume huru ya uchunguzi ambayo itakuwa na vyombo vya kimataifa, vyombo vyenye weledi, watu wenye uzoefu, itakuwa ni tume ambayo itaongea kwa ukweli, itatenda haki kwa walioathirika, kwa Watanzania na kwa matukio yote yaliyotokea Oktoba 29, 2025. Sawa, lakini ripoti umeisikia hii leo? Nimeisikia. Comment yako labda yako mengi ambayo yamezungumzwa. Nafahamu yako kama ulivyosema kwamba kabla hamkuridhia wala hamkuipitisha tume hii ya ufuatiliaji wa uvunjifu wa amani Oktoba 29. Lakini labda kwenye ufuatiliaji wako hii leo, wapi ambapo umeona kabisa hapa panatia shaka, yani hujafurahishwa na kile ambacho kimewasilishwa hii leo? Mimi ninasema hivi, bado hatuna majibu kama taifa ya kitu gani kilitokea Oktoba 29. Nani awajibishwe kwa majina, sio blanket. Nani awajibishwe kwa majina? Haki ya walioathirika iko wapi? Uwazi. Bado hatuna majibu kama taifa. Bado tunaulizana maswali yale yale. Sawa, katika vitu ambavyo vimewasilishwa hii leo ni juu ya ripoti ya watu ambao wamepoteza maisha, na kwa mujibu wa ripoti ya Jaji mstaafu Jaji Chande amesema kwamba ni idadi ya watu 518 ndio ambao wamepoteza maisha. Hii umeipokeaje? Bado hatuna majibu. Bado hatuna majibu. Sisi kama chama tuna ripoti yetu ya haki za binadamu na tutaitoa hadharani tukiwa tayari. Tumesikia, tumeona matukio mbalimbali, ndio nasema bado hatuna majibu. Hivyo ninyi kama ACT labda nini ambacho mnakitaka zaidi sasa? Akiripoti hii hapa imetoka na amesema kwamba hamna majibu. Nini ambacho mnakihitaji, na kama mnahitaji tume labda iundwe upya na iwaje? Tumesema hivi, tunataka tume huru ya ukweli na uchunguzi ya kimataifa itakaojumuisha vyombo na watu wenye weledi wa kuchunguza na kusimamia matukio kama haya.
Mwisho wa siku tupate majina ya watu waliokuwa nyuma ili tukio, tupate majina ya watu ambao wanatakiwa kuwajibishwa, tupate idadi inayoakisi hali iliyotukia Oktoba 29. Tumekutana na picha, tumekutana na maelezo, tumekutana na watu ambao wengi wanaelezea ukubwa wa matukio. Idadi ya watu waliokufa Oktoba 29 si chini ya watu 1000. Hivyo hii iliyotajwa sio sahihi. Sasa mimi hiyo nawaachia, tumenaongea upande wetu. Ndio maana tunataka uchunguzi huru na wa uhakika. Tupate watu hapa wataokufanya forensic investigation, watuambie tumeona, tumesikia katika vyombo vya kimataifa uwepo wa makaburi ya halaiki. Tumeambiwa na tumesikia kwamba wamefanya uchunguzi wa ardhi ile, wameona pale ni sehemu ambapo panaonekana pamekanyagwa, kulikuwa kuna activity. Sasa sisi hatuwezi tukawa tunataka majibu yenye uhakika. Majibu yenye uhakika. Kama wananchi wanasema hapa kuna makaburi ya halaiki, tunataka watu waende pakafukuliwe, hata kama ni sehemu 10, 15, tuone picha, tusikie watu wakisema. Tume hii tunayotaka sisi, ambao ni huru ya kiuchunguzi ya kimataifa, tunataka tusikie sauti za watu waelezee matukio. Hatutaki kuona watu wanaoongelea gizani. Sehemu mojawapo ya watu kuanza kupata uponyaji wa matukio. Matukio haya yaliumiza watu kisaikolojia, kiuchumi, katika kila hali. Ni watu kuongea na kusikiliza habari ya kilichotokea. Tunataka hivi viwe huru. Tuchukulie mfano wa tume ya South Africa ambayo iliongozwa na marehemu Desmond Tutu. Watu walikuwa wanaongea hadharani, watu walisikilizwa. Ukisoma ile tume watu walitajwa kwa majina, watu walikuwa wanalia, tunawaona. Hiyo ni sehemu ya kuliponya taifa.